Mipaka ya IEBC imepuuzilia mbali madai ya kusitisha upeperushaji wa matangazo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. IEBC inasema haijawasilisha mapendekezo kama hayo bungeni. Hata hivyo, IEBC inasema inafuatilia kwa umakini iwapo wagombea watafuata sheria ya kudhibiti matumizi ya fedha ya mwaka 2013. IEBC imekanusha madai ambayo yamekuwa yakisambaa kwenye mitandao kwamba kuna njama ya kusitisha upeperushaji wa matangazo na kurudisha mchakato wa upigaji kura kuwa wa mkono. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon anasisitiza kwamba vyombo vya habari vitakuwa huru kupeperusha matangazo hayo. And we signed an MOU in front of the media that, among other things, enables us to collaborate and partner with the media, for the media to scrutinize, for the media to work with us to ensure that we educate and inform Kenyans on all the processes that we are undertaking as a commission, including the live streaming of our election processes. IEBC ikisema kwamba vyombo vya habari vilinukuu vibaya mswada wa uchaguzi wa mwaka 2026. Tume hiyo inasema kwamba mswada huo hauna mapendekezo ya kufanyiwa marekebisho kwa kipengee cha 44 ya sheria ya uchaguzi. Na yake, mswada huo unapendekeza kuwepo na njia mbadala ya kupeperusha matokeo ya uchaguzi sehemu mtandao wa 3G utakosekana kabisa. Mswada huo unalenga kuainisha sheria ya maamuzi ya mahakama ya upeo katika maombi yaliyowasilishwa mahakamani katika uchaguzi wa urais mwaka 2017. Wakizungumza leo na washikadau kuhusu matumizi ya fedha nyingi kwa wagombea wa viti mbalimbali, mwenyekiti wa IEBC amesema mwezi ujao IEBC itachapisha katika gazeti la serikali kiwango cha matumizi ya fedha. Japokuwa wananchi wamezua wasiwasi kuhusu iwapo IEBC itaidhinisha mapendekezo hayo kulingana na sheria ya mwaka 2013, maoni ya wananchi yatahusishwa katika gazeti litakalochapishwa. Tume ya IEBC imekuwa ikiwahusisha wananchi kuhusu suala la matumizi ya fedha katika uchaguzi wa mwaka 2027. Paul Kirobi, TV47, Nairobi.